Ebana nam, basi karibu tena katika episode ya 8 ya Gu Family Book. Tuliishia pale ambako Kanchi kaja kuchukuliwa na bwana mkubwa Yinsun Shin, kamanda anayehusika na swala zima la ulinzi wa majini. Hasa mwamba huyo alipofika katika ile eneo akasimama katika upande wa kwake Kanchi, tena kidete kabisa, akutaka Kanchi aweze kufanyiwa ujinga wa aina yoyote. Katika siku ya leo bwana Gwan Hun alikuwa ameplan kabisa kuweza kumtesa Kanchi mpaka pale atakapokubali kuweza kufanya kazi kwake au kufa kabisa. Basi katika nyakati hizo basi Yinsun Shin ambaye ni kamanda aliamua kuweza kumuuliza huyu askari polisi anayeshirikiana na Gwan Hun kwamba inakuaje mtu ambaye mnasema kwamba alimuua Park Monsul, ambaye nyie kwa maelezo yenu mnasema kwamba mtu huyo alikuwepo ni msaliti katika nchi, na kwa nini kama yeye ndo amemuua, kwa nini katika siku ya leo tena msimama katika upande ambao ni wa mateso na mnaamua kuweza kumtesa kijana mdogo ambaye ni Kanchi? Hasa katika maswali ambayo alikuwa anajaribu kuweza kuwauliza, askari akashindwa kuweza kuchomoka, kwa sababu mtu huyu kulingana na kwamba alivyokuwa basi anamuuliza haya maswali alikuwa yuko dhahiri kabisa kwamba anajaribu kuweza kuonyesha kwamba nyie mna makosa na nyie hamjui kuweza kuchezesha mchezo. Mnacheza mchezo ambao hata siku ya leo nikiamua kuweza kuwasukuma wote ndani, wote mnaingia ndani. Gwan Hun katika nyakati hizo aliona kabisa kwamba hapa siendi kuchomoka katika mpango huu. Gon pamoja na Damiolo walikuwa katika lile eneo. Kisha Gon akamwambia Damiolo kwamba huu mchezo umeshakwisha, hilo swali moja tu tayari limeshaweza kuwafunga watu wao, midomo yao ilikuwa kimya. Sasa kile ambacho Kanchi alikuwa hajui katika hali ambayo ni asintofahamu mpaka mzee kuweza kufika hapa ni kwamba Kanchi anafanyiwa hivi kwa sababu ya wema wa kwake Park Monsul. Alikuwa tayari ameshaweza kuwafanyia watu wao na alikuwa tayari ameshaweza basi kuwapa ile nafasi ya upendeleo katika maisha yake, na kuambia kwamba Kanchi endapo kama atapata nafasi katika hiyo mili itakayoenda kutengenezwa, basi mzee huyu aweze kumchukua Kanchi na awe mfanyakazi wake. Kwa alikuwa ameshaweza kukabidhiwa kuanzia hapo zamani. Maisha ya Kanchi na mzee huyu yalikuwa ni maisha mazuri sana katika maisha ya hapo nyuma kidogo. Kuanzia akiwa mdogo, katika siku ya leo alijisikia kama vile ampata tena baba mwingine ambaye anamjali kama Lori Park. Walivyoingia ndani Gwan Hun pamoja na huyu askari, Gwan Hun alikuwa anamlaumu sana huyu askari kwa kuweza kuruhusu Kanchi aweze kuchukuliwa katika lile eneo, lakini huyu askari akasema kwamba kuna kitu ambacho naweza basi tukakipanga mimi na wewe bado mheshimiwa, jambo ambalo ni la muhimu sana. Tunaweza tukamwambia bwana Yinsun Shin kamanda aweze basi kusaini barua ambayo kama atakubali Kanchi akifanya kosa la aina yoyote yeye ndo aweze basi kuhusishwa, kwa sababu yeye ndo ameweza kumtoa katika kituo cha polisi. Yani hizi zote ni njama tu ili mradi siku moja aweze kumkamata Kanchi. Basi aliweza kufika katika chumba ambacho Kanchi alipokuwa basi ameweza kuhifadhiwa. Yinsun Shin akaongea na Kanchi, kisha wakakubaliana kwamba lazima wakutane tena kwa mara nyingine baada ya Kanchi kuweza kutoka hapa. Hii inamaanisha kwamba Kanchi bado ana uhuru wa kuendelea basi kuishi kama binadamu wa kawaida katika mitaa. Basi baada ya yote kuweza kutendeka, Kanchi aliamua kuweza kusepa katika lile eneo. Ndipo wakaja basi wakakutana yeye pamoja na sheriff, akamhadisia namna ambavyo kule katika kituo cha polisi walivyokuwa wameweza kumbananisha aweze kusaini barua ambayo ni barua ya kuweza kufanya kama vile mkataba. Mkataba huo unambana Yinsun Shin kamanda kwamba anapaswa aweze kukubali kwamba kama Kanchi atafanya kosa la aina yoyote huko mtaani yeye ndo atakayehusika. Basi Kanchi ametoka kwa dhamana ya mzee huyu. Basi sheriff walikuwa na mashaka sana kwa sababu Kanchi ni kijana ambaye maamuzi yake huaga ni hapa kwa hapa. Kwa hiyo alikuwa atamani hata kidogo kuweza basi kuona huyu mzee ambaye ni Yinsun Shin kamanda aweze kuingia katika mikono ya sheria kwa sababu ya kosa la mtu mwingine. Alikuwa na maumivu makali sana. Basi baadaye kidogo huko Sabuka pamoja na bwana Gwan Hun walikuwa wamekaa chini wanajaribu kuweza kutafiti nini ambacho inaweza basi kumfanya Kanchi aweze kuingia tena katika mikono yao, kwa sababu walikuwa na plani waweze kumkamata na kuweza kumuua. Anasema kwamba tuna karata nyingine ya mwisho na karata hiyo ni Taeso. Sasa katika nyakati hizo Taeso alikuwa anaota. Hii ndoto ndicho hicho ambacho Sabuka alichokuwa basi anakiongea. Taeso alikuwa anaota kwamba kuna mtu alikuwa anamwambia wazi kwamba mtu alikuwa ameweza kumuua baba yake ni Kanchi, na alikuwa katika yale maneno ambayo Sebuka alipokuwa basi ameweza kuyaongea. Alikuwa anamuona Kanchi kweli akiwa ameweza kumchomeka baba yake upanga, tena akiwa kwa upande wa nyuma yake. Hii inamaanisha kwamba hii video ya Kanchi kuweza kumuua mzee huyu ni kama vile ameingiziwa vitu ambavyo si vya kweli. Wametumia moshi wa kichawi na moshi huu umeweza basi kumuingia Taeso ndani ya kichwa chake. Haya yote yamesababishwa na mzee Gwan Hun. Hasa katika siku ya leo Taeso alipata nyakati za kwenda kuishi katika eneo basi la mazoezi ambako ni katika nyumba ya kwake sheriff. Huku alikuwa hana nguvu hata kidogo. Nguvu zake zilikuwa chache sana. Alikuwa akimkumbuka mama yake, akimkumbuka ndugu yake, na huku maneno yake katika kinywa chake kwa anataja tu Kanchi, siku nikikudaka lazima utaisoma namba.
Kanchi alikuwa zake mtaani alipokuwa basi anapiga misele hapa na pale, lakini nyuma yake alihisi kabisa kwamba kuna mtu aliyekuwa anamfuatilia, na huyu si mwingine alikuwa ni Damiol. Damiol alikuwa anamfuatilia Kanchi. Mara ghafla Kanchi akaamua kuweza kujificha katika kona moja. Kipindi hicho aliweza basi kumuona binti huyu mbele yake, na binti aliweza kushtuka sana baada ya Kanchi kuweza basi kumshtukia katika jambo hili. Ndipo akamwambia, kwa nini unanifuatilia? Kanchi aliweza kupewa majibu na Damiol kwamba nimeambiwa basi na kamanda, endapo utafanya makosa ya aina yote na pasi anaweza kukuadhibu mapema ili basi kesi isiweze basi kumkuta kamanda Yinsun Shin. Basi Kanchi alikuwa ameongea maneno mengi sana na binti huyu katika lile eneo, na kisha akaamua basi kusonga mbele. Ghafla katika nyakati hizo aliweza kupigwa mawe na wananchi. Wananchi wanasema kwamba yeye ndio alikuwa ameweza kumuua Lord Park Monsol. Hii inamaanisha kwamba Kanchi mji mzima unajua kwamba yeye ni mmoja kati ya mtu ambaye ni muuaji. Binti alijaribu kuweza kuzuia yale mambo, lakini hakuna kitu ambacho kimeweza basi kufanyika pale. Watu walikuwa hawaelewi jambo la aina yote, wakaamua kuchanja mbogo na kwenda mbali. Basi Kanchi akaulizia maendeleo ya binti ambaye anaitwa Chungju. Hapo ndipo binti Damiol akaeleza kwamba Chungju amehifadhiwa katika jumba la malaya. Hapo ndipo Kanchi basi alipoanza basi kuchanganyikiwa. Sasa huko katika ile jumba la malaya, katika siku ya leo walikuwa basi wanafundishwa namna ya kunywa vinywaji mbele ya tajiri ya aina yoyote. Hapaswi kuweza kujimwagia wala kuweza kuangusha mate kipindi ambacho anakunywa hivyo vinywaji. Alikuwa anamfundisha ni binti huyu ambaye anaitwa Wolsion, ni mmoja kati ya viongozi katika ile eneo. Ni wale mabinti ambao wana vierere sana. Siku ya leo mabinti wengine basi waliweza kumwaga vile vinywaji, lakini Chungju hakuweza basi kujimwagia vile vinywaji pale vizuri kwa sababu alikuwa na hasira sana. Aliweka tu kinywaji katika ile glass kisha akaambiwa anywe, lakini hakuweza kunywa. Wenzake wote walikuwa wanasema kwamba hichi kinywaji basi ni kichungu sana. Yeye akawa kimya na akawa anawaza maisha yake. Nyakati hizo Olsion akaamua basi kwenda kumfuata binti huyu. Akaichukua ile bakuli yake na kisha mabinti wenzake wote wakaamua kuweza kutema mate katika ile bakuli. Ndipo akaamua kwenda basi kumwambia kwamba anywe yale maji pamoja na yale mate yao. Basi binti huyu baada ya kuweza kukasirika akaichukua ile bakuli na kisha akamwagia huyu binti. Huko nje Kanchi akawa ameshaweza kufika, wakapeleka zile taarifa kwa Headmistress na yale malalamiko, kisha Headmistress akasema kwamba lazima binti huyu aweze kuadhibiwa. Binti akaanza basi kutandikwa viboko vya chini ya mguu. Akaanza kutandikwa sana. Kanchi huko nje kumbe ndo anaingia ndani. Ndipo akakuta kwamba binti anatandikwa viboko pale ndani. Alianza kushtuka sana. Basi binti wa watu baada ya kuweza kumuona Kanchi alishtuka sana, lakini moyo wake ulikuwa na mawazo ya kutisha. Ndipo Kanchi akaamua kuweza kutoka na huyu binti katika lile eneo. Headmistress alishangaa sana kwa nini mtu huyu anaamua kuweza kutoka na huyu mtu ndani ya hichi chumba, tena akiwa na ujasiri wa kutisha. Akasema kwamba niko hapa kwa ajili ya kuweza kumchukua, amtakiwa kujua kwamba mimi ni nani. Hapo nje ya hilo jengo akutana basi na walinzi waliokuwa wameweza kushikilia vipande vya vipisi vya vigogo mzee. Wanaamua kuweza kupambana naye vyovyote vile wawezavyo. Ndipo Headmistress akajaribu kuweza kumwambia wazi Kanchi, unachojaribu kuweza kukifanya sio jambo zuri. Kaa ukijua kwamba ukitoka katika ile eneo huyu binti anaweza kutafutwa na itasababisha muweze kuishi maisha ambayo si mazuri. Tafuta njia ambayo ni nzuri ili uweze basi kwenda kuishi na huyu binti katika hali ambayo ni njema. Basi binti wa watu Chungju akawa amekaa zake pale tena akiwa anajaribu kuweza basi kufikiria yale maneno. Ndipo akaamua kuweza kufanya mambo ambayo si ya kawaida. Akamwambia Kanchi aweze kumwachia. Naye akamwambia Kanchi kwamba hatuwezi kuondoka katika ile eneo, tutaishi maisha magumu zaidi. Naomba nikwambie kitu kimoja. Nenda kasafishe jina la baba yangu kwanza, ndipo uje unichukue hapa tena ukiwa na amani. Nami pia nitaondoka hapa nikiwa kama shujaa. Basi Kanchi baada ya kuweza kusikia maneno ya binti huyu, hata naye mwenyewe binafsi alichoka kabisa kwamba hata mtu ambaye anampambania hata naye pia hahitaji hata kuendelea basi kwenda kuishi huko nje, anataka kuendelea kuishi katika ile eneo. Ndipo akabaki zake mwenyewe. Binti alikuwa analia katika kona. Kanchi naye alikuwa ana maumivu moyoni mwake. Akaenda kwa katika lile eneo pale nje akiwa anafikiria sana mpaka machozi akawa yanamtoka. Hasa katika nyakati hizo kumbe Damiol ndipo naye pia alikuwa katika lile eneo, pia alikuwa anamtazama tu binti huyo. Alipewa amri kwamba endapo kama Kanchi atafanya ujinga wa aina yoyote, naomba umshushe chini. Kumbe naye Goni pia lile tamko aliweza kupewa. Goni ndo hana mchezo hata kidogo. Alikuwa naye amejipanga kuweza kumshusha Kanchi vyote vile awezavyo. Hasa binti anashangaa kumbe Kanchi ameshaweza kuondoka katika lile eneo. Akiwa anajiuliza maswali mengi, akaanza kukimbia katika kona mbalimbali. Taarifa zikawa basi imeweza kumfikia Goni kwamba Kanchi anakwenda katika jengo la Senjari House. Wanapaswa waweze kwenda kujipanga. Wanapaswa waweze kumshusha chini, hapaswi kwenda katika lile jengo. Basi Goni akawa ameweza kuandaa mishale katika eneo lile. Kanchi akawa hajui hili wala lile. Hasa kipindi ambacho Goni anajitahidi basi kuweza basi kumlenga Kanchi, target yake ikiwa direct kwake, binti naye akawa ameweza kusanuka lile jambo. Akawa naye pia anajaribu kuweza basi kumlenga. Hasa katika nyakati hizo binti akafanya maamuzi mengine kwamba aweze kumpinga Goni, asiweze kumpiga Kanchi mshale wa aina yote. Si anampenda bana. Kitu unachokipenda lazima basi ukijali. Binti akazuia lile jambo. Kanchi alivozama huko ndani akakutana basi na wafanyakazi anaowajua. Wafanyakazi hao ni wakina Yokman, wakawa wanajaribu kuweza kumfuatafuata pale Kanchi. Kanchi akazama ndani mzee. Wafanyakazi wakawa wanashangaa Kanchi
Kanchi anaenda kufanya nini huko ndani. Kipindi ambacho Goni pamoja na Damioli wanajaribu kuweza kulaumiana, Damioli anasema kwamba najua nini ambacho Kanchi anaenda kufanya huko ndani, hawezi kusababisha uzembe wa aina yoyote. Goni alikuwa na hasira sana. Sasa Yorkman akamtafuta Choi. Choi ni mmoja kati ya mtu ambaye alikuwa anamlea Kanchi kwa miaka mingi sana. Alikuwa ni mmoja kati ya mtu ambaye yuko upande wa mbele katika maisha ya kwake bwana Lord Park. Akapewa taarifa kwamba Kanchi amefika hapa ndani. Twende ukamuone. Sasa Kanchi alivyozama huko ndani akakutana na Gwanhun. Gwanhun alikuwa basi anajivinjari tu pale ndani. Alikuwa na Sebuka. Sebuka anashangaa kwamba mwamba ameshaingia pale ndani. Ndipo akawa basi anajiandaa kwa ajili ya kuweza kumpiga panga. Gwan akamwambia Sebuka kwamba usinyoshe upanga wako aina yoyote. Mwache ngoja tumsikilize mtu huyo. Sasa Kanchi alikuwa hana maongezi ya aina yote. Yeye kaja pale kuleta tu taarifa moja tu. Alipofika pale ndani, yeye basi akaamua kuweza kuivunja ile meza. Na kisha akamwambia maneno mawili tu kwamba siwezi kufanya kazi na wewe. Ulikuwa unahitaji kuweza kupata taarifa hii kabla sijaondoka katika ile eneo. Na ukijua kwamba mimi ni mmoja kati ya mtu ambaye ndio basi kuimiliki East Century House na nitarudisha kwa Taeso pamoja na Chungju. Gwanhun alipata hasira kinoma noma. Akashangaa meza yake imeweza kuvunjwa. Alipotoka tu hivi nje, akakuta kundi zima la wafanyakazi walikuwa wanamsubiria pale nje. Wafanyakazi hao alikuwa mmoja wao basi alikuwa ni Choi. Choi akamshika mikono, alijaribu kuweza kuongea naye akamwambia kwamba lazima nitamrudisha hapa Taeso pamoja na Chungju. Ipo siku. Yaani walikuwa na maumivu makali moyoni mwao. Lakini pia wakaanza kupata basi tabasamu angalau kidogo. Ndipo wakamwacha Kanchi aweze kuondoka. Katika eneo basi la pembezoni mwa fukwe za bahari alikuwepo bwana Yinsun Shin Kamanda, alikuwa anahusika na masuala ya ulinzi wa baharini. Alikuwa anafanya mazoezi yake hapa na pale, mara ghafla akapewa taarifa kwamba katika jengo la Century House kuna mambo ambayo si sawa. Kanchi amefika pale na kuweza kusababisha vurugu kubwa sana. Alipofika katika hili jengo aliweza kuuliza kwamba una uhakika kwamba ni Kanchi ndio alifika katika hili eneo. Anamuuliza Gwanhun. Gwanhun katika hali ambayo ni ya kujiamini sana anasema kwamba ndio ni Kanchi amefika hapa na kuweza kusababisha vurugu. Yani Gwanhun anatamani hata siku ya leo aweze kumuua Yinsun Shin. Sasa Yinsun Shin akajaribu kuweza kumbana na maswali kwamba yani kirahisi tu hivyo, yani mtu afike hapa aliyekuwa na hasira sana na wewe bila kukuzuru haiwezekani. Ngoja niwaulize watu wengine nani alikuwepo katika ile eneo. Anasema kwamba kulikuwa kuna wafanyakazi, alikuwepo Sebuka. Akasema kwamba simuulize Sebuka, ni mfanyakazi wako. Akafika pale nje akawauliza wafanyakazi wa hili jengo, je, mmemwona Kanchi hapa katika siku hii ya leo? Wafanyakazi wanasema kwamba hamna, jambo Kanchi hapa katika siku ya leo. Sasa Gwanhun anashangaa kwamba wafanyakazi wameweza kumsaliti. Alimaindi kinoma noma. Yaani alitamani hata kuweza kuwaua wote pale kwa bunduki. Ni vile tu alikopo hana bunduki katika hili eneo. Sasa kamanda Yinsun Shin akawa amesepa pale bila kuweza kuingia hatiani. Basi wakaamua kuweza kumkamata Choi pamoja na kundi lake la watu waliokuwa wanasema kwamba hamna mtu yoyote aliyefika katika hili eneo. Wakaamua kwenda kuwatesa. Lakini huku ndani alipofika huko ndani alikopo na hasira kinoma noma. Anajaribu kuweza kumuuliza Sebuka, tutafanya nini sasa? Kwa sababu Kanchi anazidi kuwa tishio sasa. Sasa kwa sababu alikuwa anajiuliza pale sana, Sebuka akasema kwamba bado tuna karata nyingine, kuwa mvumilivu mheshimiwa. Karata hiyo wanamwamini kwamba Taeso kwa kutumia ule uchawi aliokuwa ameweza kumwekea, lazima Taeso atamshusha Kanchi. Na kweli Taeso yupo katika eneo basi la mazoezi huku hivi. Ameanza basi kwenda kuufuata upanga, na upanga huo alikuwa anautazama sana. Siku ya leo walikutana tena kwa mara nyingine, mheshimiwa Yinsun Shin pamoja na Kanchi. Walipokutana man to man, wakaongea maneno mengi sana. Kanchi akajaribu kuweza kumweleza mheshimiwa kwamba ana plani tatu tu kwa hivi sasa. Ana plani ya kwanza kabisa kuweza kumrudisha Taeso katika jengo la baba yake. Plani ya pili ni kuwa mwanadamu. Plani ya tatu ni kumrudisha pia Chungju katika jengo la baba yake. Wote wawe na amani, heshima baba yao iweze kurudi. Basi baada ya Yinsun Shin kuweza kusikia yale maneno ya kwake, Kanchi akaambia pia jambo ambalo analitafuta, jambo la pili linaweza pia likawa solved kirahisi sana, kuwa mwanadamu wa kawaida kwa kutumia kitabu cha Go Family Book. Ndipo Kanchi akakumbuka maneno ya kwake Sojung. Sojung alishamwambia kwamba kuna kitabu cha Go Family Book, baba yako mzazi alijaribu kuweza kukisoma ndani ya siku 100, yakawa mbagiza siku 10 tu. Ndipo basi akakutana na madhara makubwa sana kwa sababu ya kumpenda mwanamke mmoja ambaye ni mama yako anayeitwa Sewa. Basi nyakati hizo usiku huo wakamkabidhi tena Kanchi kwake Sheriff. Kanchi kwa hivi sasa yupo chini ya hao viongozi, na Kanchi amekabidhiwa katika kikundi cha askari wanaofanya kazi chini ya Sheriff kama baba yake mzazi Damiol. Sasa katika siku ya leo alimwomba sana mheshimiwa huyu aweze kumkubali kijana huyu. Ndipo mzee akasema kwamba atakuwepo ndani ya kikosi changu. Nyakati hizo binti anayeitwa Damiol alifurahi sana. Alipokuwa basi anasikiliza zile taarifa akasema kwamba hii ni taarifa nzuri. Yes. Kwa
kwa sababu binti huyu anampenda sana Kanchi na ameshajua kwamba Kanchi ni moja kati ya mwanaume ambaye mbeleni anaweza akaja kuwa boyfriend wake. Basi Gon naye pia alikuwa katika lile eneo, anashangaa kwamba binti alipokuwa basi anafurahi. Akamwambia kwamba unafurahia kitu ambacho ni cha hatari kuja katika maisha yetu. Binti akasema kwamba muda mwingine jaribu basi kuweza kuamini watu, wewe pia ni mwanadamu, wape watu second chance. Bado Gon ana mashaka sana na Kanchi kwa sababu nyakati zile za mchana binti alikuwa yuko upande wake na angeweza kusababisha madhara makubwa sana. Kwa hiyo bwana mkubwa Yinsun Shin katika siku iliyokuwa imeweza kufuata aliweza pia kumkabidhi kabisa rasmi kwamba Kanchi anapaswa basi kwenda kuishi katika jengo la kwake Sheriff, mahali ambako ni ofisi na mahali ambako vijana wengine wapo huko, wakina Gon na wengine wengi. Basi safari yao ikaanza. Kipindi ambacho walipokuwa basi wanatembea huko porini, walikuwa wanaulizana maswali mengi sana. Binti anajaribu kuweza kumjua Kanchi, lakini tabasamu lake lilikuwa alijifichi mbele ya Kanchi, ila Gon ndo kabisa alikuwa ananuna. Mzee alikuwa anawasikiliza tu. Lakini katika nyakati hizo bwana mkubwa ambaye ni Sojung aliwatazama na kusema kwamba njia hii Kanchi uliyoichagua sio njia njema sana kwako. Naomba Mungu tu akutangulie. Sasa katika jengo la malaya huko ndipo basi binti anaitwa Chungju aliletewa mafuta ambapo mafuta haya ni ya kupunguza maumivu. Binti huyo aliyemletea anasema kwamba Kanchi ndio aliweza kuyaacha hapa. Sasa anasema kwamba aliweza kumwachia kwamba aweze kuyapaka katika sehemu ambazo alikuwa anapigwa viboko. Kwa hiyo binti alivyoweza basi kuyafungua ile mafuta, alikuta kwamba ni mafuta ambayo yanachata fulani. Kama unakumbukumbu vizuri, mafuta ni mafuta ambayo Damiol ndiye basi siku moja alikuwa ameweza kumpa Kanchi, tena kwa kupitia Gon ndo alikuwa ameweza kumpelekea baada ya kuweza kupigana na wale maninja. Sasa katika siku ya leo Kanchi ameweza kumwachia mtu anayempenda, Chungju. Hii inamaanisha nini bana? Mapenzi ni kitu ambacho ni cha ajabu sana. Unapewa na huyu anayekupenda wewe na wewe unampa unayempenda. Hivyo hivyo basi Kanchi aliweza kufika katika jengo la kwake Sheriff pamoja na wanafunzi wengine walikuwa wanafanya mazoezi katika lile eneo. Basi wanafunzi wengine wote walitoa heshima zao na kisha Sheriff akaamua basi kuweza kumtambulisha Kanchi mbele zao. Basi hapo baada ya kuweza kuongea kwamba mwanafunzi huyu mpya tutaendelea basi kufanya naye mazoezi, ni mwanafunzi ambaye ana uwezo lakini uwezo wake sio mkubwa sana, ndipo akamwambia Kanchi kwa hivi sasa unapaswa uweze kujitambulisha. Kanchi anasema kwamba hello everyone. Kwa kifupi ni kwamba Kanchi alikuwa hajazoea hii hali ya kwanza kujisalimisha mbele za watu. Alikuwa hajazoea kuweza kusalimia watu wengi. Kila anapojaribu kuweza kusalimia alikuwa hawezi kuweza kuongea vizuri. Binti anamwambia kwamba unapaswa uweze basi kusalimia tena kwa ukakamavu. Kanchi anasema kwamba mimi sijazoea hivi vitu. Ndipo akajaribu kwa mara ya mwisho akasema kwamba jamani mabibi na mabwana. Binti anaambia tena mabibi na mabwana watu gani waliokuwepo hapa? Wote hao ni wanaume. Akajaribu kuweza kuongea, mimi naitwa Kanchi, nitafanya kazi na nyie, nahitaji ushirikiano wenu. Ndipo akaanza tena kushanga watu hawajapokea salamu yangu nini. Binti akajaribu tena kumsaidia, akamuinamisha, unapaswa uweze baada ya kuweza kuongea uweze basi kuinama. Ndipo jamaa watu wakainama pale. Binti akamsaidia na hao wote wakaamua basi kuchanja mbuga. Sasa katika nyakati hizo kipindi ambacho Kanchi pamoja na binti huyu wamebaki katika lile eneo baada ya makamanda kuweza kuondoka, walikuwa wakiongea mambo ambayo yanaendelea katika lile eneo, namna ambavyo mjengo ulivyokuwa mzuri, anajaribu kuweza kusifia lile eneo. Lakini hapo Kanchi na katika nyakati hizo aliweza kumshuhudia kwamba Taeso alikuwa anatoka katika chumba kimoja. Taeso ametoka na upanga, na upanga huu ulikuwa ni kwa ajili ya kwake Kanchi. Kanchi hajui hili wala lile, akawa anamkimbilia. Kipindi ambacho alivyokuwa basi anamkimbilia Taeso hapo akampiga upanga Kanchi wa utumbo. Kanchi akawa anashangaa, Taeso amempigia upanga kwa sababu gani? Na hakuna mtu yote alikuwa ameweza kuanza kwamba Taeso anaweza kufanya ubaya wa namna ile katika ile eneo. Ndipo kila mmoja wao anaweza kushuhudia kitendo cha ajabu mbele ya macho yao. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na lazima kwa muda wote, tukutane katika episode inayofuata, na hii ni Goo Family Book. Katika episode ya 9 ndio nitakomentia hapo chini niambie umeonaje kazi hii. Bye bye for now. Bye.